Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, leo tunakwenda kuangalia namna gani unaweza kumfungua au kujisafisha kwa mtu mwenye nuksi, mwenye zuhari au mwenye vifungo vya kichawi. Kuna baadhi ya watu wana gundu, wana nuksi katika miili yao, wana zuhari katika miili yao. Na nuksi, ndugu yangu katika imani, zipo, ila baadhi ya watu hawaamini, lakini nuksi kweli ipo kabisa shekhi. Mtu anakuwa na gundu, na hizi nuksi zipo za aina nyingi sana. Acha mimi nikutajie chache sana. Kuna nuksi mtu anaweza akaipata kwa ajili ya kutambuka vitu vibaya njia panda. Ukipita sehemu ukavitambuka vitu vibaya, unaweza kupata nuksi. Ndio maana umeona kuna sehemu, baadhi ya sehemu ya njia panda utakuta kuna mayai yamemwagwa, au kuna viungo vimefunikwa, au nazi zimevunjwa, au muda mwingine unakuta matarasimu. Kitambuka yale, basi unaweza kuzoa vitu vibaya. Hii ni nuksi ya aina ya kwanza. Lakini ya pili inatokana na mazindiko mabaya ambayo watu wanaweka katika majumba yao. Kuna baadhi ya nyumba zinawekwa mazindiko, yale mazindiko yanakuja kuwadhuru wale watu wa ndani. Hii ni nuksi ya aina pili. Ndio maana unaweza ukahamia nyumba, tangia umehamia nyumba hiyo mambo yako yanakuwa magumu, mambo yako yanakuwa mabaya, kumbe nyumba uliohamia, ndugu yangu katika imani, ina mazindiko yaliokuwa mabaya. Hii ni nuksi ya aina ya pili. Lakini nuksi ya tatu inatokana na kuvaliana nguo. Umechukua nguo za mtu ambaye ana nuksi, ukachukua ukavaa, ile jasho lake bado analo, basi ukachukua ukazivaa zile nguo, basi unaweza kaathirika na wewe ukapata hali kama hiyo ya nuksi katika mwili wako. Lakini nyingine, kuna nuksi inatokana na watu kufanya tendo la ndoa. Inawezekana mwanamume alimchukua mwanamke ambaye tayari ameathirika na nuksi, akafanya naye tendo la ndoa. Kitendo cha watu wale kuingiliana, huyu mwanamume anakuwa tayari kashaivaa ile nuksi, mambo yake yanaharibika na yanakuwa magumu. Au mwanamke labda akamvaa mwanamume mwenye nuksi, basi kila kitu chake kinakwenda kinaharibika. Nafikiri hata wewe ndugu yangu ulishawahi kusikia baadhi ya watu husema kwamba mwanamke yule bwana, ukitoka naye yule bwana, kila kitu kinakuwa kigumu bwana. Watu hawaelewi nini shida hii. Zuhari, nahsi, nuksi, watu hawajui zipo hizo shekhe wao. Kwa hiyo kuna nuksi za aina kama hizo ambazo nazozieleza hapo, kwa yule mwenye kunielewa atakuwa ananielewa vizuri sana katika hali kama hiyo. Lakini vile vile kuna nuksi nyingine zinatokana na baadhi ya mambo. Kwa mfano, kuna nuksi ya kurogwa. Kuna mtu mwingine anarogwa nuksi tu, kwamba karogwa yeye ni mtu wa kuharibikiwa tu mambo yake. Yaani kuna mtu karogwa yeye mpaka na kizazi chake, ndio kutakuta familia nzima haieleweki shekhi. Yaani ndani mwa ushagala, yaani nyumba inafikia hatua mzee anazaa watoto wengi wa kike, wa kiume, kuolewa haolewi, mabinti wanazalishwa tu nyumbani, mtoto wa kiume na kwa vibaka, mtabange, yaani mpaka mzee anajuta kwa nini mimi nimezaa. Wazazi mbona wako hivyo? Kumbe mtu karogwa yeye mpaka kile kizazi chake. Lakini tuelewane hapa, sio kila familia inayokuwa hivi basi imerogwa, la, haina maana hiyo. Lakini mara nyingi inakuwa watu wanapigwa nahsi, wanapigwa nuksi katika hali kama hiyo. Na nitawaleteeni mpaka aya, nitawatajeni mpaka aya inazungumzia habari ya nahsi au nuksi, kwamba zipo au hazipo. Hizo ni aina za nuksi ambazo najaribu kukueleza, wale mwenye kutaka kuzielewa atakuwa anazielewa. Sasa unafanyaje ili kusafisha na kuosha mwili wako? Chukua maji ya mvua, tena vizuri upate haya ambayo yanaanguka yenyewe. Haya ni mazuri zaidi shekhi. Ukishapata maji yako ya mvua haya ambayo yanaanguka yenyewe haya, nenda kasomee aya hii mara 35, alafu utasomea hii dua ya Mtume Muhammad mara 7. Aya utakwenda kuisomea ni hii. Mimi nitakusomea kipande tu cha aya, nitakwambia inapatikana wapi. Inasema Allahu nuru samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun, almisbahu fi zujajatin, azujajatu kaannaha kawkabun duriyun yuqadu min shajaratin mubarakat zaitunan la sharqiyatan wala gharbiyatan
wala gharbiyati. Hii ni aya ya 35 inapatikana katika surati Nur. Allahu nuru samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkah. Hiyo ni aya ya 35 inapatikana katika suratu An-Nur. Kwa hiyo nenda katika surati Nur, kaichukua hiyo aya, ikiwezekana iandike pembeni. Utachukua ile maji yako ya mvua utayasomea mara 35. Kwa wewe ambao unaishi katika nchi ambayo labda msimu wa mvua umepita tayari, lakini bahari ipo, kachukua hata ya bahari yale, kwa sababu al-bahru huwa tahuru mahu, bahari ni masafi maji yake. Kachukua maji ya bahari yale, changanya kidogo na maji ya kawaida, nenda kakoge vile vile. Ama la basi, unaweza kama umeshindwa kabisa, umekosa kabisa, chukua hata ya maji ya kawaida haya, nenda katumie kwa ajili ya kuogea. Utasomea hizi aya, utasoma hii ni aya ya 35 na utasoma mara 35 katika maji yako. Ukimaliza kusoma hii mara 35, utakuja kusoma dua hii ambayo anaisimulia hapa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume rehma na amani za juu yake, yakulu fi duaihi, alikuwa anasoma katika dua yake, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Alikuwa anamuomba Mwenyezi Mungu amjalie kwamba Mwenyezi Mungu amjalie katika moyo wangu nuru, wa fi lisani nura, na katika ulimi nuru, wa fi basari nura, katika macho yangu nuru, wa fi sam'i nura, katika masikio yangu nuru, wa fi yamini nura, kulia kwangu vile vile nuru, wa fi yasari nura, na kushoto kwangu vile vile nuru, wa min fawqihi nura, na juu yangu vile vile nuru, wa min tahti nura, na chini yangu vile vile nuru, wa min amami nura, mbele yangu kuna nuru, wa min khalfihi nura, na nyuma yangu nuru. Hii ni tafsiri ya dua ambayo nilikuwa anaiomba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mwisho kabisa Mtume hapa akamalizia akasema katika dua hii, anasema waj'al li fi nafsi nura, na Mwenyezi Mungu nijalie mimi katika nafsi yangu nuru. Rawahu Bukhari wa Muslim, hadithi hii imepokelewa na Bukhari na Muslim. Dua utakwenda kuisoma mara 7 katika yale maji yako, kusoma mara 7 katika yale maji yako. Baada hapo hayo maji utaoga kwa muda wa siku 7. Inawezekana maji hayo ukayatenga ukaoga siku ya kwanza, au ukateka mengi kwenye mvua yale, alafu ukayakata katika chupa, alafu au vizuri ukawa umeyatunza yale maji vizuri, ukawa mengi umeyatunza vizuri, alafu ukawa unaoga kila siku kwa muda wa siku 7. Itakuwa ni vizuri katika hilo kwa ajili ya kuondosha dhuhari na kuondosha nuksi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.